Hili ni pigo kwa wekundu wa Msimbazi, na hii yote ni kuelekea kufungwa kwa dirisha kubwa la usajili la msimu mpya wa 2026-2027 ambalo dirisha hili linatarajiwa kufungwa tarehe 15 ya mwezi huu wa 8 Agosti 2026. Sasa pigo kubwa limetokea kwa wekundu wa Msimbazi, takriban siku kama 2 ama 3 zimebakia kufungwa kwa dirisha hili kubwa la usajili, na wekundu wa Msimbazi sijajua kama watakuwa wameshakubali hili pigo, na je, itakuwaje? Sasa twende tukatazame pigo hilo ambalo wamepata wekundu wa Msimbazi. Ni pigo gani hili? Na ni pigo kubwa kweli kweli. Kwa hiyo wewe kama mwana Simba ungana nasi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu nini kimejili kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi. Lakini pia wewe kama mpenda michezo na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, basi hakikisha umebonyeza neno lililoandikwa subscribe chini ya video hii, na kwa kufanya hivyo basi utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani, na utakuwa mtu wa kwanza kupata video zingine kutoka kwetu. Sasa leo tunaenda kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi ambayo imefanya maongezo mapya kwenye kikosi chake cha wekundu wa Msimbazi. Tumeona kuna baadhi ya nyota ambao wamesajiliwa kwenye dirisha hili kubwa la usajili 2026-2027 kwa ajili ya kujipanga kwenye msimu mpya wa NBC Premier League, lakini pia msimu mpya wa CAF Champions League. Sasa issue ambayo wekundu wa Msimbazi wamekutana nayo ni issue ya kuhusiana na Selemani Mwalimu. Hapo awali Simba Sport Club walimsajili Selemani Mwalimu kutoka Wydad Casablanca ya kule Morocco, ambaye alikuja kwa mkopo kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi, akacheza nusu msimu na hatimaye mkopo wake ulipomalizika akarudi kwenye klabu ya Wydad. Na Simba Sport Club baada ya kuona wamenufaika na Selemani Mwalimu, lakini pia alikuwa amefunga magoli mengi sana kwenye klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi, wakaona isiwe tabu, wakamfuata tena Selemani Mwalimu kwenye klabu ya Wydad Casablanca na wakamuomba aje kwa mkopo. Wydad Casablanca wakatoa masharti kadhaa na kuongeza hela kwa wekundu wa Msimbazi. Wekundu wa Msimbazi wakaona hela sio kesi, basi wakakubaliana na masharti ya Wydad Casablanca na hatimaye wakakubaliana kiasi cha malipo na Wydad Casablanca. Selemani Mwalimu akatua tena kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Sasa leo hii hatimaye Selemani Mwalimu sio tena kikosi cha wekundu wa Msimbazi bali amesajiliwa na wapinzani wake Young African, na tayari ameshatambulishwa kabisa kwenye kikosi cha Young African na tayari ameshaanza mazoezi na klabu hiyo ya Young African. Sasa hili ni pigo kwa wekundu wa Msimbazi, kwa maana striker ambaye alikuwa anamtegemea Simba Sport Club basi ni mmoja kati ya Selemani Mwalimu. Simba Sport Club wamefanya sajili ya striker ambaye amekuja kuongeza nguvu, Ibrahim Dumbia, lakini mwalimu Steven Baka ameona Ibrahim Dumbia peke yake hatoweza kutosha, hivyo basi alikuwa anamhitaji na Selemani Mwalimu kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji. Kumbukwe Simba Sport Club awali walikuwa wanamtumia Elim Panzu kama forcing number 9 awali, wakati Elim Panzu sio namba yake. Elim Panzu anacheza winga za pembeni. Forcing number 9 walikuwa wanamforce tu, lakini Ibrahim Dumbia ambaye amekuja kuongeza nguvu kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi, lakini Steven Baka alikuwa anahitaji na backup ya Selemani Mwalimu kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji. Sasa Selemani Mwalimu tayari ameshaondoka kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi na ametua kwenye wapinzani wake Young African. Sasa wekundu wa Msimbazi wataingia sokoni kutafuta striker mwingine kwa ajili ya backup, kwa ajili ya kuongeza mashambulizi, na ukianza kuangalia siku zimesalia siku 3 kama sio 2 kuelekea kufungwa kwa dirisha hili kubwa la usajili. Je, wekundu wa Msimbazi wataweza kujipapatua ili waweze kupata striker mwingine, ama wataenda hivi na Ibrahim Dumbia? Ibrahim Dumbia ambaye ameonyesha makali kwenye baadhi ya mechi za kirafiki pamoja na mechi za michuano ya Sekafa Kagame Cup kule nchini Rwanda, ameonyesha kama yeye ni striker ambaye analijua goli na anaweza kufanya maajabu kwenye kikosi cha Young African. Wana Simba tunasubiria maoni yako. Je, Simba Sport Club ibaki na Dumbia ama waingie sokoni kutafuta striker mwingine? Tuambie hapo kwenye comment, lakini pia utuambie wewe, je, hii unaipa pole wekundu wa Msimbazi ukiwa mkoa gani? Tuambie hapo kwenye comment. Usahau kusubscribe kwa taarifa zaidi. Hadi wakati mwingine, bye bye.